nawaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ukiwa katika siku zote nyumba ya Bwana, nimekuambia kama neno la Mungu limetufundisha asubuhi ya leo, katika yale ambao utakuwa umesahau, utakuwa na Roho Mtakatifu ambaye atakuwa anakukumbusha na kutufundisha yale ambayo yeye mwenyewe ametuambia ama ametuahidi. Ametuahidi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa yeye mwenyewe ametuahidi uzima wa milele, ile ambao yeye mwenyewe alienda zake ama alikufa msalabani, ili John 3:16, ili yoyote ambaye amwamini asipotee, bali atapata ama awe na uzima wa milele. Atakapokuwa hakirudi yule ambaye alienda kututengenezea mahali, imeatuambia kwamba mungalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Yeye alienda kwa Baba. Mahali alipoenda, alienda kwa Baba ili kututengenezea mahali, kwa maana Baba ndiye mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ukiambiwa umeitwa na president kwa sababu ndiye kiongozi mkuu wa nchi, si utafurahi? Yeye ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alitutangulia akafa msalabani ili mimi na wewe tuokolewe, akaenda kututengenezea mahali, na kula alipokuwa akielekea ama kula alienda ni pakuu kuliko mahali tulipo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ya mwisho akasema ya kwamba mimi sitasema mengi tena, kwa maana yuaja mkuu, Mungu mwenyewe ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni mkuu, ambaye ndiye Roho Mtakatifu, ambaye ndiyo Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ulimwengu huu, yeye ambaye anayekuja, ambaye ni mkuu, ndiye mkuu wa ulimwengu, ndiye mkuu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu na duniani zote ni zake, ni mali yake. Bwana Yesu asifiwe. So wala hana kitu kwa usifadhaike sasa, kwa maana kiamini hali yote ya kwamba yeye ambaye aliyekufa msalabani si mwingine bali ni Yesu Kristo. Na Biblia imetuambia ya kwamba kura ambapo alielekea ama alienda, hakupotea, bali alienda kukutengenezea wewe na mimi mahali, ili utakapomaliza safari ya ulimwengu unajua ya kwamba ipo mahali ambapo umetengenezewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Revelation 14 kimalizia, praise and worship team ukipanga nisomewe Revelation 14 from 14, 16, 17. Na yeye aliyeketi juu, na yeye aliyeketi juu, nani? Mungu ya wingu akautupa mdo wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Mungu ni nini? Yesu asifiwe. Mungu ni nini? Unajua ni Kiswahili hiyo.
walimu wa Kiswahili simuko hapa. Mundu ni nini? Mimi sijui. Nataka kujua. Mundu ni nini? Usisome kama tunasoma tukiendelea tusielewe tena. Mundu ni nini? Dagaa. 17 turudie mundu. Mwalimu wa Kiswahili akwala. Unauliza watoto wanasoma. Mundu ni nini? Elezea kwa lugha tu ya kinaishi tu. Mundu. Nani soma Kizungu alafu interpret. Kwa lugha yako sasa niambie mundu ni nini? Na hapo ndio tunamalizia. Tukijua mundu tutaweza kumalizia hapo. Google. First service ni Bible study. Tunatibishana. Bwana Yesu asifiwe. Wala. Uliza Google. Soma Kizungu. Wacha niwasomee. Twende Kizungu. Revelation 14 tuanzie 17. Another angel came out of the temple which is in heaven. He also having a sharp sickle. So, ndio sasa interpret sasa walimu wa Kizungu. Sasa tumekuja kwenu. Kama walimu wa Kiswahili wamekosa kuelewa hiyo mundu. Nyasi. Hiyo sasa. Wakikuyu hakuna hapa Wakikuyu na wanatumianga sana pale nyumbani. Sio sirasha. Tusikonfuse sirasha. Sio sirasha. Hii ile kitu iko kapi hivi. Ile wanapaka ya kukata wimbi. Mchele. Kama mchele. ile kitu inakaa hivi. Imejikunja hivi. Inakatiwa mchele kule hata nyasi ya ng'ombe. Ndio hiyo. Kazi yake ni gani? wakati Ya kuleta ya kukata, si ndio? Sasa tunakata nini? Wanatukata sisi. Kuna kukatwa. Hawa ni angel ambao wako na hiyo. Wanda kutukata kata. Sasa wanakuja kwa harvest. Sasa si wanakuja kwa harvest wale ambao tumeelezwa pale Psalms 23 ambao watakaa nyumbani mwa Bwana. Ambao sasa tukakuja tukasoma John 14. Tukaambia kwamba Mungu ni mkuu ambaye ameenda kutengenezea mahali na atarudi kwa sababu hii dunia ni ya, na akirudi sasa ataanza kwa harvest. Kama huko mwingine. Haleluya. Na Mungu awabariki na awainue. Kama umesoma hiyo nafikiria the whole topic sasa mumeelewa. Na Mungu